pambana nayo mzee Nyerere, rais marehemu wa muungano wa kwanza wa muungano, lakini bado yaliweza kutatuliwa na yanaendelea kutatuliwa hivi sasa. Watu wanapozungumza katika bunge hili la katiba, watu wanapozungumza, tuangalie maslahi ya taifa. Maslahi ya taifa katika hili ni kuendelea kuwepo kwa muungano, ndio maslahi ya taifa. Kwa muungano usivunjike, uendelee kuwepo, ndio jambo la msingi. Kwa hiyo kujibu swali lako moja kwa moja ni kwamba sioni kwamba ni wakati mwafaka sasa kwa muungano kuvunjika. Unawazungumziaje hao ambao wanataka sasa muungano uvunjike? Mimi sijawasikia. Mimi sijawasikia, sijui kama kuna watu kweli kwa mioyo yao na dhati wanataka muungano uvunjike, sijawasikia. Kama wapo basi na washauri waachane na mawazo haya. Asante sana. Lakini swali lingine pia ametaka kupata ufafanuzi. Wakati tunaongea wiki iliyopita ulitueleza kwamba lengo kubwa la muungano ilikuwa ni ule undugu, rafiki, lakini pia kikubwa ilikuwa ni Zanzibar iweze kupata ulinzi wa kutosha, kwamba wewe binafsi unaona sasa ni muda mwafaka, japokuwa umesema kwamba Zanzibar muungano lazima uendelee. Sasa katika swala zima la ulinzi, nadhani Zanzibar inaweza ikaweza yenyewe kama yenyewe katika swala zima la ulinzi. Jibu la swali hilo ni kutizama nchi nyingine katika dunia hii na katika Jumuiya ya Madola. Kuna nchi ndogo kuliko Zanzibar. Kuna nchi zinaitwa Vanuatu, kuna nchi zinaitwa Seychelles, Komoro, ni ndogo sana kuliko Zanzibar. Mbona hazijapata tatizo la kujilinda? Na katika dunia ya sasa kuna makubaliano ya watu kusaidiana katika ulinzi. Kuna majeshi ya NATO huko Ulaya. Kuna mikataba ambapo nchi moja na nyingine zinaweza zikashirikiana katika kujilinda, ili mchokozi akija wanapambana naye kwa pamoja. Kwa hiyo hiyo isiwe sababu ya kuzungumzia kuvunjika kwa muungano. Ni swala la ulinzi. Mimi nafikiri kwa sababu hizo mbili ninazozisema, kwamba dunia ina nchi ndogo. Asante. Nashukuru kwanza kwamba leo ni mara ya kwanza kupata nafasi kuja kwenye studio hizi kuzungumza masuala haya. Kabla sijajibu swala lako, samahani maneno mengine ninge reflect au ningechangia kidogo na swala ulilomuuliza Mheshimiwa Msekwa hapa. Naomba kuambia wananchi wa Tanzania wanaotusikiliza, hoja ya kuvunja muungano haipo Zanzibar. Inatumiwa kama propaganda ili kukwepa ukweli matatizo yalokuwepo. Na yoyote unayemshika ukimwambia Wazanzibari wanataka serikali tatu, wanataka kuvunja muungano. Kwani hili swala la kutaka kuvunja muungano kwa nini linatangulizwa? Ili kukwepa ule ukweli wa tatizo lenyewe. Mzee Msekwa hapa nimemwambia kwamba mimi tumekuwa wote miaka mingi hapa. Na yeye ameandika mpaka vitabu na nazo hapa kwenye quotation zake. Anasema kwamba matatizo haya yalianza tangu 64. Tangu 64. Na tangu 64 Wazanzibari wanasema hilo neno kwamba koti likikubana ulivue ni kauli ya Mzee Karume mwenyewe. Na kwa sababu gani alisema hivyo Mzee Karume? Aliona kwamba yale ambayo yamekubaliana kwenye muungano mengine hayafuatwi, akawa anaanza kulalamika, akasema kama ni hivyo basi ili bwana koti ukikushinda uvue. Siku hizi inarudiwa kauli hiyo kwa kutaka kutia ile propaganda. Kwa nini yeye aliamua kusema? Alisema hivyo kwa sababu hayo matatizo ya muungano yameanza tangu 64. Kwa hiyo wewe unaona ni muda sasa mwafaka? Ni muda wa kwamba muda mwafaka hivi sasa. Na sasa nije kwa swala lako. Muda mwafaka ni kwamba tumekaa miaka 50 tunazungumza matatizo ya muungano. Miaka 50. Mimi tangu niko shule mpaka nimekuwa mtu mzima, vitabu nimeandika, makala nimeandika, jela nimekwenda, hoja tumefukuzwa serikalini. Kila unachoweza kufikiri wewe kuhusu muungano mimi kimenipata. The issue ni kwamba tunataka nyinyi kwa pande wa pili mfahamu kwamba kuna tatizo. Tatizo kubwa ni kwamba hatutaki kukaa tukazungumza kwamba muungano huu ni wa Watanganyika na Wazanzibari. Mnauona ni muungano
wa Tanganyika kuibeba Zanzibar au Tanganyika kuitawala Zanzibar. Noshani hiyo itoke kwenye kichwa. Sasa bahati nzuri na Mungu bariki, Mheshimiwa Rais Kikwete ametoa nafasi kwamba jamani, baada ya miaka 50 hii ni fursa nzuri sasa ya kuyajadili, kuyazungumza na kusahihisha matatizo hayo. Sasa matatizo hayo hivi sasa ndio tuko hapa kwenye bunge, lakini matokeo yake sasa inaonekana kwamba wale wenye mawazo tofauti wanaonekana kutaka kuvunja muungano. Kuna wengine wamesema wanataka serikali 4, kuna wengine wametaka serikali 1. Kwa nini anayesema anataka mkataba hawe na kosa na yeye ni fikra zake? Kwa hivyo suala la kutaka kuvunja muungano au suala kwamba hivyo mnaona hivi sasa mnaweza kujitegemea, Wazanzibar akijitegemea, mimi kwa serikalini katika serikali ya mapinduzi Zanzibar sionekani hivi sasa kwa sababu labda niko very quiet. Mimi mwaka jumbe rais Mwalimu Nyerere akapata matatizo ya kulipa pesa World Bank, mimi ni mdhamana wa fedha na mipango, tukatoa milioni $15 kusaidia serikali ya muungano ili solve problem hilo. Kwa hivyo si swala kwamba Zanzibar hatuwezi kujitawala wala hatuwezi kujitosheleza. Ndio nikijoki hapa na mzee Msekwa kwamba huo mnao mkubwa kama hatuwezi kujitawala, kwa nini tulipindua? Mzee Msekwa ameshasema hapa kuna vijisiwa vina watu 100,000 tu. Kina mzee Ramadhani Haji wamekwenda kwenye kambi na mapanga, hawakwenda na bunduki. Alipowatosha wakaona no, it is too much, lazima tulete mabadiliko, wakaingia, wengine wakapoteza maisha, na sisi ndo generation ya pili tukaikuta serikali ya mapinduzi pale. Serikali kamili yenye rais wake, yenye mamlaka yake na mabalozi na kila kitu. Mheshimiwa Mwigulu, tumemsikia hapa Mheshimiwa Juma Haji anasema wana uwezo kama Zanzibar yenyewe ikasimama yenyewe. Ni muda mwafaka sasa Tanganyika ikarejea na wao wakaendelea na yao. Sikusema hivyo na nimeskoti sasa. Sasa unaanza kuniskoti. Kwa sababu umesema kwamba mna uwezo, kwamba kama mliweza kufanya mapinduzi kwa kiasi kikubwa mna. Sasa lakini sikusema kwamba Tanganyika mkae yenu na Wazanzibari waendelee na yao. Tunazungumza hoja, matatizo ni nini? Sawa, haina shida. Na swala la uwezo haliwezi kuwa la msingi, isipokuwa ni kwamba kuna matatizo ya muungano yazungumzwe na opportunity. Kwa hiyo cha muhimu viboreshwe, lakini uwezo huo mnao. Ndio, si swala la kusema hakuna uwezo. Tusaidie hapa. Kiuchumi wataathirika vipi japokuwa wanasema uwezo wanao? Mimi kwanza nakushukuru kwa kupata fursa hii. Na mimi niseme kwamba ukifuata takwimu za sensa iliyopita utagundua kwamba zaidi ya 67% ya Watanzania sasa ni vijana. Na watu hawa unaoongelea zaidi ya 67%, kimsingi hatuijui Tanganyika wala hatujazaliwa wakati Tanganyika ikiwepo. Kwa mimi hapa nchi ninayojua ni moja tu, Tanzania. Kwa moja ya hasara kubwa ambayo unasema tutaipata ni kuvunjika kwa nchi yetu. Mimi sijui nchi nyingine, najua nchi moja tu inaitwa Tanzania. Lakini la kiuchumi ambalo unasema wanaweza wakapata zetu sisi duniani kote, ili uweze kuwa na nguvu kubwa ya kisoko, watu wanaungana, unapata nguvu kubwa ya kisoko. Kwa hiyo kwanza tu kutengana kwa wakati huu si muda mwafaka wa dunia ya leo. Lakini unavyoongelea kutengana sasa kiuchumi, kwa sasa inaenda mpaka kwa mtu mmoja mmoja. Utakumbuka hata kwenye hotuba ya Mheshimiwa Rais alipoelezea kwamba kuna watu wamejenga maisha yao ni uchumi wa mtu binafsi kwa miaka yote 50. Leo hii ukisema unatenganisha, ni tofauti na kundi tu la ng'ombe liloenda kuchunga kienyeji, ambayo naenda asubuhi mmeswaga pamoja, jioni mnatawanya, kila mmoja anachukua ng'ombe wake. Kwa kuunganisha watu ni tofauti. Kuna watu wameshakaa eneo wakajenga uchumi wao mmoja mmoja. Unapotenganisha, maana yake kuna watu wataathirika kiuchumi kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo ni kwa watu mmoja mmoja. Achilia mbali hii ya swala la kisoko, lakini lingine ambalo
Mimi nisingependa sana kwenda ndani kwa sababu ya muda, lakini tuangalie bajeti zetu. Hivi leo tunavyoongelea ni nzuri sana kusema tutajitegemea tu. Hata hivi tulivyoungana tujitegemee. Hata hivi tulivyoungana tujitegemee. Kwa hiyo kusema tu tutajitosheleza ni jambo lingine, na kujitosheleza kweli ni jambo lingine. Na muda mwafaka ukifika tutaenda na kwenye takwimu zake, tujue hivi Tanzania bara, ukiondoa Zanzibar, Tanzania bara inakusanya kiasi gani na inatumia kiasi gani, na Zanzibar yenyewe kama yenyewe inakusanya kiasi gani na inatumia kiasi gani. Ukishapata takwimu zile zinakupa majibu sahihi kwamba hivi tunavyosemea kujitosheleza ni kweli tunajitosheleza. Kwa hilo ni jambo moja, na jambo la aina hiyo mimi nisingependa kuliongelea kwa sababu ni kitu nisichokipendelea, ni kitu nisichokitegemea, na ni kitu ambacho niliapa kwa nguvu zote kuilinda Tanzania. Kwa hiyo nisingependelea mijadala ya kuonesha namna yoyote ya kuvunja nchi. Nirejea kwa Mheshimiwa Paul Msekwa. Tumekuwa tukisikia mambo mengi wakati wa makubaliano ya kuwepo kwa muungano. Tunaambiwa kwamba makubaliano yalikuwa yanaeleza Zanzibar iwe na katiba. Lakini sasa hivi mambo mengi yamekuwa yakisemwa Zanzibar ina katiba, na ile katiba imeathiri muungano kwa kiasi kikubwa. Ile katiba inaeleza Zanzibar ni nchi. Mambo mengi, hebu hapa tuweke sawa, ikoje? Mambo hayo unayoyasema yameibuka hivi sasa katika nyakati tulizonazo hivi sasa. Wakati wa mapatano ya muungano mwaka 64 sisi tuliyoshuhudia ni yalisema kwamba Zanzibar itakuwa na serikali yake. Kwenye mkataba wa mapatano inasema Zanzibar itakuwa na serikali yake. Ukishakuwa na serikali basi lazima utakuwa na katiba ya kuongoza serikali hiyo. Hakuna tatizo. Na ilikuwepo katiba ya Zanzibar tangu siku ya mapinduzi, iliandikwa katiba ya Zanzibar ambayo iliongoza ikaweka baraza la mapinduzi na kuyapa mamlaka na madaraka. Zanzibar ilikuwa na katiba hata kabla ya muungano. Sasa baada ya muungano ndio mapatano yakasema kutakuwa na kipindi cha mpito cha mwaka mmoja kabla hatujatengeneza katiba ya kudumu. Katika kipindi hicho cha mpito katiba ya Tanganyika ndio itakuwa katiba ya muungano katika kipindi hicho cha mpito. Ndivyo mapatano yalivyosema. Unaona? Lakini swali lako linahusu Zanzibar wakati wa mapatano Zanzibar ilikuwa na katiba? Jibu ni ndio, ilikuwa katiba ya Zanzibar. Na hata hiyo ya muda nayo ilitamka kwamba Zanzibar itakuwa na serikali yake, kwamba Tanganyika haitakuwa na serikali yake, lakini Zanzibar itakuwa na serikali yake. Serikali ya muungano ndio itakayoongoza Tanganyika. Ndivyo mapatano yanavyosema hivyo. Kwa hiyo haya matatizo ya katiba ya Zanzibar imekuja kubadilishwa 2010 juzi tu. Kwa hiyo tangu mwanzo wa muungano mambo yalikuwa shwari, na matatizo yaliyojitokeza yalikuwa yanashughulika. Bahati mbaya Mzee Karume, muasisi wa muungano kwa upande wa Zanzibar, yeye alifariki mapema. Na wakati ule chokochoko zilikuwa zijaanza, alifariki mwaka 72. Kwa hiyo hata tatizo la serikali tatu limeanza 84, miaka 10 baada ya yeye kufariki. Unaona? Kwa hiyo wakati wake ilikuwa mambo ni shwari wakati wake na Mzee Nyerere, miaka 10 ya kwanza, miaka 20 ya kwanza. Hapa hatukuwa tunasikia kero za muungano. Nadhani kwa sababu ilikuwa zinaendeshwa kwa imani kubwa baina ya waasisi hao wawili. Walikuwa na imani, na sisi wananchi waliokuwa wakituongoza tulikuwa na imani nao. Kwa hiyo kwa kweli kipindi hicho kilikuwa tatizo ninalolikumbuka mimi ambalo wengi hawalijui ni maadui wa muungano. Maadui wa muungano mwaka 65, mwaka mmoja tu baada ya muungano. Tumeungana 64, mwaka 65 maadui wa muungano wakaja kumwambia, tena ni wa maadui wa ndani si wa nje. Wakaja kumwambia Mwalimu Nyerere kwamba Mzee Karume hataki muungano. Akawauliza,
kumetokea nini? Akasema amewafukuza wafanyakazi waliotoka Tanganyika, waliotoka bara kwenda kufanya kazi za muungano Zanzibar. Amewafukuza vijana wawili, amewafukuza, hawatakiwi kuwa Zanzibar. Maneno hayo yakasemwa kwa Mwalimu Nyerere na waziri wake Kambona. Basi Mwalimu Nyerere akakasirika, akasema kama hivyo ndivyo kweli muungano huu hautakuwa na maana. Maadui wa muungano. Sasa Mwalimu Nyerere akaitisha haya maandishi yako kwenye kitabu kinaitwa Masimulizi ya Mzee Thabit Kombo, kwa sababu na yeye alikuwepo wakati ule. Mwalimu Nyerere akaitisha baraza la mawaziri kuwajulisha hali hiyo kwamba tuna tatizo na muungano. Mzee Karume hataki, amefukuza watu wa bara. Kwa hiyo mimi nataka kuwauliza, tunataka kumlazimisha Mzee Karume kuendelea na muungano? Bahati njema katika kikao kile cha baraza la mawaziri, mmoja akasema, nadhani Mzee Kawawa, akasema mbona nimesikia Mzee Thabit Kombo yuko hapa Dar es Salaam, hebu tumuite tumuulize kama yeye anayajua mambo haya ya kufukuzwa wafanyakazi. Mzee Thabit akaitwa, katibu mkuu Afro Shirazi Party, ana nguvu kubwa Zanzibar. Akaitwa akaulizwa, unajua haya? Mzee Thabit akajibu, mimi siyajui, lakini mwenyekiti anamtaja Mwalimu Nyerere. Mwenyekiti, hebu nipe waziri wako mmoja niende naye Zanzibar leo hii tukamuulize Karume kama kweli hicho kitendo amekifanya. Kwa hiyo akateuliwa Mzee Kawawa, wakaenda na Thabit Kombo, wakaenda kumuona Mzee Karume Zanzibar usiku ule ule. Sasa maelezo yanasema kwa Mzee Karume akaomba dua, akasema, Mwenyezi Mungu nisaidie. Haya wanayonisingizia mimi siyajui, sikuyafanya na siwezi kuyafanya. Mimi napenda muungano uendelee. Mwambieni Mwalimu Nyerere kwamba wananisingizia, mimi sijui kwamba kuna wafanyakazi wamefukuzwa. Hiyo ndio ikaokoa, ndio sasa taarifa zilivyorudi. Sasa bado baraza la mawaziri zinasubiri Mzee Kawawa alipokuja na Mzee Thabit waliporudi kuripoti kwamba kumbe Mzee Karume hayajui haya, wanamsingizia. Basi ndio crisis, tatizo likaisha, lakini maadui wa muungano walikuwa. Asante sana, nitarejea kwako baadaye. Labda swali langu nilielekeza kwa Mheshimiwa Juma Haji. Labda tungependa kufahamu, hivi karibuni tumemsikia Maalim Seif akieleza kwamba Zanzibar kutokuruhusiwa, labda pengine kutokuomba misaada nje ya nchi kwa kiasi kikubwa, hali hii inaifanya Zanzibar kuwa kama mtoto yatima. Hiyo unaizungumziaje? Asante. Bado narudia niliyosema kwamba kauli zote hizo za viongozi wa Zanzibar wa sasa na za muda wote huu ni kwa sababu ya migogoro na matatizo ya muungano kutokushughulikiwa wakati mwafaka. Jumbe alikwenda kwenye halmashauri kuu ya taifa akataka kueleza, jamani, tuna tatizo hapa la msingi. Matokeo yake tunajua ni kitu kihistoria. Sasa unaposikia hizi kauli kwamba hatuwezi kutafuta, ni ukweli. Na nataka nirudie kwa kijana wangu hapa, ni kwamba mimi bahati mbaya au bahati nzuri najua 2-3 za uchumi wa Tanganyika in quote haujawahi kuwa mdogo kuliko wa Zanzibar, wala uchumi wa Zanzibar haujawahi kuwa mkubwa kuliko Tanganyika. Tangu 64 watu wa Zanzibar hawajawahi kuwa wengi kama wa Tanganyika tangu 64. Kwa hivyo ni fact of life kwamba uchumi wa Tanganyika ni mkubwa kuliko uchumi wa Zanzibar. Lakini swala la kujitegemea inategemea na size. Mimi nimeshafanya hesabu. Juzi Profesa Lipumba alipokuwa anafanya uchambuzi wa takwimu akasema kwamba Tanzania bara imekushana trilioni 37.2. Ni pesa nyingi mno. Akaja akailinganisha na Zanzibar imekusanya trilioni 1.2. Umeona 37 na trilioni 1. Lakini ukizichukua trilioni 37.2 ukazigawa kwa milioni 43 ya watu wa Tanganyika, ukaichukua na trilioni 1.2 ya Zanzibar ukaigawa kwa watu milioni 1.3, Mzanzibari ana shilingi 919, Mtanganyika na shilingi 800 na kitu. Sasa suala la kutizama udogo wetu na ukubwa wenu mkafanya ni hoja ya kiuchumi inakosewa, kwa sababu haijawahi kuwa hivyo. Sijui mnafahamu. Nirudi kwenye hilo swala hili. Ni kweli kwamba sisi hivi sasa
hatuwezi kwenda popote kuomba misaada kama hatujapita serikali ya muungano. Lakini waziri wa kilimo akitoka hapa akaenda popote duniani, hasemi kwamba mimi ni waziri wa Tanganyika. Mzee kasema kwamba sisi tuna serikali yetu na mambo yaliokuwa ya muungano tujishughulikie. Mimi waziri wa afya hivi sasa siwezi kwenda popote nikasema nisaidie misaada ya afya, nitaambiwa rudi kwenye serikali ya muungano. Haya ni sehemu ya matatizo ya muungano, tukae tuyatatue. Naomba kukwambia tena, kifungu 133 cha katiba ya sasa kinasema kutafunguliwa akaunti ya pamoja ili ziweze kuwekwa pesa zinazokusanywa baina ya Tanganyika, baina ya Jamhuri ya Muungano na Zanzibar, zitumike kwa mambo ya muungano. Kwa hivyo hii katiba ya sasa yenyewe substantively au kuna matatizo ya msingi yaloingizwa mule ambayo nayo yanahitaji kutadili. Mchango wa muungano si mchango wa serikali ya muungano na ya Zanzibar. Mchango wa muungano ni serikali ya Tanganyika au ya Tanzania bara na ya Zanzibar. Haya yamo inherent katika katiba sasa. Tunahitaji kuyarekebisha hayo. Kwa hivyo unapomsikia Maalim Seif anasema tumekaa watoto yatima, ni kweli. Tatizo la gati hapo, custom kuleta magari na kupitisha na kunini, ni tatizo la miaka mingi. Ikafika stage katika haya mashirikiano ya hii kamati ya muungano hii likatatuliwa, ikaandikwa official letter nayo kwamba jamani, msiwasumbue wa Zanzibar wakileta gari hapo madamu makusanyo yameshafanywa Zanzibar. Basi na mpaka leo halijatatuliwa. Tuna matatizo ya msingi ya muungano. Baadaye labda kabla sijarejea huko jijini Mwanza, basi Mheshimiwa Mwigulu, ningependa kufahamu msimamo wa CCM ni serikali mbili. Ni kwa kiasi gani serikali mbili itaendelea kudumisha muungano uliodumu kwa miaka mingi? Kwanza kabla sijajibu hilo, naomba ni chipu ni kidogo kwenye ile alilosema ndugu yangu Duni. Moja ya vitu vinavyowakera Tanzania bara ni pale ambapo wenzetu wa upande wa pili wa muungano ya Zanzibar wanaona kama wenzao ni kero tu. Yaani mtu aliyezaliwa hivi karibuni na akiwasikia wa viongozi, yaani wataona kama, unajua tumeunganisha watu, hatujaunganisha ardhi ziko vile vile. Wanaona kama wenzao, yani hawajawa na msaada, ni watu tu ambao hawana hata huruma na wenzao. Sasa unaongelea kwa mfano kwamba ibara ya 133 inaongelea akaunti ya pamoja na haijawahi kufanyika, na unaongelea uwiano kwamba nyewe mna 900 sisi tuna 800, na unasema una ABC za uchumi. Na mimi ninavyoongelea, na mimi ni mchumi na bahati moja nzuri kwamba sasa hivi ni naibu waziri wa fedha, kwa ninazo takwimu. Hivi unapoongelea akaunti kama vile Tanzania bara ama muungano, tumekataa kuishughulikia akaunti, lakini fedha zipo. Unaweza ukaniambia tangu muungano uanze mmechangia kiasi gani hata mtamani tuwe na mfuko ili tuweke hizo fedha kwenye mfuko? Kwa sababu shida sio mfuko, shida ni fedha. Hivi unakumbuka tangu muungano uanze mmechangia kiasi gani yani kwenye muungano ili hata tuhitaji mfuko? Mheshimiwa, unaweza kujibu ili kabla tujarejea. Hivi kama una hela hata kidogo unahitaji akaunti ya benki kweli? Unahitaji benki? Nashukuru kwamba umeniruhusu kujibu. Kwa dakika moja tu kabla tumekubaliana kwamba 1, 2, 3, 4, 5 ni mambo ya muungano. Tumekubaliana, yameandikwa kwenye katiba, yameandikwa kwenye kila kitu. Unapokusanya pesa hizi si za Tanganyika, unapokusanya pesa hizi si za Zanzibar, ni za muungano. Sasa unaponiambia mmechangia kiasi gani, ni kama kwamba wewe zile unazokushana unaniuziona zako. No, hizi tumekubaliana kwamba za muungano, na mambo ya muungano yanajulikana, yako kwenye listi. Hakuna haja ya kusema sasa. Mimi naomba kukuhakishia kwamba trend ya tangu mwanzo wa 64 mpaka leo, juzi kuna data pale ambazo wamefanya JFC, haijazidi 35 ya makusanyo ya mambo ya muungano, si mambo ya Tanganyika, ya mambo ya muungano ni chini ya 35 ndio inatumika kwa mambo ya muungano, pamoja na jeshi na polisi na nini. Nyingine zote 65 zilizobaki zinatumika kwa mambo ya Tanganyika, na data hizo zipo kwenu, zimetoka benki kuu. Sasa unapoanza kuniuliza nimetoa kiasi gani, maana yake unakataa kwamba haya mambo ya muungano si yetu shirika. Duni, kinachokusanywa cha muungano kikikusanywa Zanzibar kinakuja kwenye mfuko? Nasemaje? Kinachokushaniwa Zanzibar cha muungano
hakiji kwenye mfuko kwa sababu mmekubaliana hivyo, si kwa sababu Zanzibar imetaka. Lakini baadaye tutarejea tena na mpenzi mtazamaji wa STV. Ni muda mwafaka sasa kuelekea huko jijini Mwanza. Kwako Ivona Kamoto. Asante Margaret. Alivyokitaja mzee wangu hapo Duni, hichi kifungu cha 133 ilikuwa nikijaribu kukipitia kwa faida yako tu mtazamaji. Kinasema serikali ya Jamhuri ya Muungano itatunza akaunti maalum itakayoitwa akaunti ya fedha ya pamoja, na ambayo itakuwa ni sehemu ya mfuko mkuu wa hazina wa serikali ya Jamhuri ya Muungano, ambamo kutawekwa fedha yote itakayochangwa na serikali mbili kwa kiasi kitakachoamuliwa na Tume ya Pamoja ya Fedha kwa mujibu wa sheria iliyotungwa na Bunge kwa madhumuni ya shughuli za Jamhuri ya Muungano kwa mambo ya muungano. Sasa 134 fasili ya kwanza inasema kutakuwa na Tume ya Pamoja ya Fedha yenye wajumbe wasiozidi 7 ambao watateuliwa na rais kwa mujibu wa ibara hii na masharti ya sheria iliyotungwa na Bunge. Sasa ukiendelea huku fasili ya pili huku inakuwa ni majukumu ya hiyo tume. Kwa hata na mimi na swali hapa. Bahati nzuri sana na Mungu kasaidia leo tuna kakaangu Mguru pale. Kwanza tuambiwe akaunti ya fedha hii ya pamoja ambayo anaisema ndugu Duni ipo. Hilo ni swali la kwanza. Lakini hawa wajumbe 7 ambao wanatajwa kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hii ya sasa ambayo inaendelea kutumika ni wakina nani? Lakini kama Mheshimiwa Duni anasema kuna fedha kwa makubaliano haya ya muungano wanachangia Zanzibar, amejaribu kuainisha si zaidi ya 35%. Zipo kweli? Kwa hiyo majibu yapo ndani ya uwezo wako. Naomba tufafanulie, itakuwa vizuri zaidi. Lakini Mheshimiwa Duni anasema kuna vikwazo hasa kwa Zanzibar. Kwa hivyo anaamini kuna ambao yamekiukwa kwenye makubaliano ya muungano. Ni kweli yapo kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano, mambo ya muungano huko mwisho huko, ndugu zanguni, kienda huko mwisho huko kuna mambo ya muungano yako hapa 22. Sasa naomba utusaidie Mheshimiwa Duni kutuambia yapi unadhani yamekiukwa, yapi utuwekee bayana. Lakini swali la mwisho hili ambalo pengine hata na mzee Mseko anaweza akaliingilia akajaribu kulichambua kwa hekima zake, mnafikiri kwa nini Tume ya Mabadiliko ya Katiba ya Jaji mstaafu Warioba ilifikiri njia sahihi ni kwenda kwenye serikali 3 ili kukabiliana na changamoto zile za muungano? Kwa nini tume haikutoa njia mbadala ya kwamba basi Zanzibar iondoe kujiita nchi? Kwa nini? Kwa sababu hata mzee wetu mzee Saif Maalim anasema, amenukuliwa jana na clip yake tunayo hapa, tutaicheza. Anasema CUF, chama cha wananchi, imebaini kuwa kuna njama za kufuta kipengele katika katiba ya Zanzibar kinachosema Zanzibar ni nchi. Lakini ukirejea kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hii ambayo tunatumia hivi sasa, sura ya kwanza tu, sehemu ya kwanza, Jamhuri ya Muungano na watu,
Tanzania ni nchi moja na ni Jamhuri ya Muungano. Ukienda ile ya pili pale, eneo la Jamhuri ya Muungano, asili ya kwanza inasema eneo la Jamhuri ya Muungano ni eneo lote la Tanzania bara na eneo lote la Tanzania Zanzibar, na ni pamoja na sehemu yake ya bahari ambayo Tanzania inapakana nayo. Kiendelea kusoma huko mbele, kama ile ya pili inakwambia kwa ajili ya utekelezaji bora wa shughuli za serikali ya Jamhuri ya Muungano au serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, au kusema nchi ya Zanzibar, serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Rais anaweza kuigawa Jamhuri ya Muungano katika mikoa, wilaya na hawakusema nchi ya Zanzibar. Sasa tunaomba busara zenu mtoe ufafanuzi ambao unaeleweka, angalau kufumbua wale ambao hawaelewi. Nirudi tena Dodoma. Tuanze na hili kwa Mzee Msekwa, labda wewe ni nini maoni yako, ni kwa nini tume ya mabadiliko ya katiba ilipendekeza serikali tatu? Tume ya Mzee Warioba imejieleza vizuri katika maandishi yake. Imeeleza vizuri sana sababu zilizowafikisha kwenye pendekezo hilo. Bahati mbaya tu watu wengi hawasomi vitabu hivyo au hawana access kwa vitabu hivyo, lakini sababu zimeelezwa moja baada ya nyingine. Na kubwa ndio hiyo, kwamba matatizo yanayoelezwa na Jumaduni kwa upande wa Zanzibar yamekuwepo miaka 50 na chini ya serikali mbili na hayajaweza kutatuliwa. Ndivyo Mzee Warioba na tume yake wanaposema. Ndi kwamba hayajaweza kutatuliwa. Kwa hiyo kuendelea na serikali mbili, mimi nimesoma taarifa ya Mzee Warioba. Kwa hiyo wanasema kwa sababu hiyo kuendelea na serikali mbili hatimaye ndio kutakapovunja muungano, kwa sababu kutaunda hasira za upande mmoja au mwingine. Sasa hasira hizo ndio zinaweza zikafumua muungano. Kwa sababu za tume ya Warioba ziko wazi kabisa, hazikujificha. Asante sana. Mheshimiwa Mwigulu, Ivona alikuwa anataka ufafanuzi. Hii akaunti ya pamoja ipo, na kama ipo imesaidiaje pande zote mbili? Jambo ambalo naweza nikakwambia, ndo nilimuuliza na ndugu yangu hakuweza kulisemea. Nadhani hapa tulipofika kwa sasa, na ndo maana fursa hii imetolewa ya kutengeneza katiba mpya, ni wakati mwafaka wa hivi vitu ambavyo vilikuwa vinakwenda kwa mtiririko wa kindugu viende sasa kwenye utaratibu wa wazi zaidi, kwamba na utaona hata Mheshimiwa Rais wakati anahutubia hapa alisema hilo jambo limefikia hatua gani, ili kuformalize mambo ya account na kila kitu kianzie kwanza kwenye mfuko ndipo kiweze kwenda kinakotakiwa kutumika. Lakini kwa hivi sasa hamna shilingi hata moja kwenye haijafunguliwa account. Hamna kitu aina hiyo, na utaratibu wa na utaratibu wa ni mwongozo wa katiba na utaratibu wa makusanyo bado tunatumia ule ambao robo tatu ya matumizi uliowekwa, robo tatu ya matumizi ya mapato yanakwenda kwenye serikali ya muungano. Kwa hiyo katika mazingira ya sasa, kama kweli tunataka muungano uwepo, mimi nadhani tusingenyosheana vidole, tungeelekeza kwenye kurekebisha, kwa sababu ukianza kunyosha vidole, wa Tanzania bara nao wana mambo ya msingi sana ya kusemea. Unajua, kabla hujasemea Tanzania bara imevaa koti, weka kwanza kwenye upande wa wajibu. Kabla hujadai haki, weka kwanza hivi hao waliovaa ile koti wana wajibu gani? Hivi mnafikiri kwa nini ofisi za Umoja wa Mataifa haziko Tanzania? Kwa nini hatulilii koti la Umoja wa Mataifa liwe Tanzania? Kuna watu walio na hilo koti wana wajibu pia. Watu tukipigania haki tu tukaacha wajibu, tunawaudhi sana watu wa Tanzania bara. Hili koti nalo sio mchezo. Hawajalivaa tu hivi kwa furaha tu. Na sisi tunaoamini kwenye serikali mbili, msingi wake ni ule kwamba hawa watu usililie haki yako tu alafu wenyewe ukawapa mzigo.
Kwa mfano leo hii mimi ukiniambia tujadili serikali tatu, ni bora niondoke kwenye hili bunge. Kwa sababu gani? Kwanza sitajadili kilimo, sitajadili mifugo, sitajadili afya, sitajadili barabara, sitajadili elimu, na haya ndo mambo sitajadili ajira, ndo mambo yanayowahusu watu wangu. Lakini nilikuuliza swali ukunijibu kwamba hizi serikali mbili zitaendelea kuboreshaje muungano? Serikali mbili zitaboresha muungano kwa sababu kubwa tatu mimi ambazo naweza nikazitaja. Sababu moja ambayo serikali mbili itadumisha muungano ni kwamba uwezo wenyewe wa kuendelea na muungano utakuwepo. Yaani jambo la kwanza msingi wa muungano kuwepo ni uwezo wenyewe wa kuendeleza ule muungano. Ukishaondokana na hilo, vitu viwili tu vinavyoweza kutengeneza muungano huu kaendelea ni serikali mbili, na iliyo bora zaidi ni moja ambayo wanasiasa, kwa sababu haina maslahi ya kisiasa, hatuipigii debe. Lakini tume ya mabadiliko ya katiba inaona kupendekeza serikali tatu, kwamba hizo serikali tatu walizopendekeza hizo serikali tatu, ukisoma taarifa hii hapa ya Profesa Lipumba ambaye anatokana na CUF, kitu wa CUF, lakini ni mchumi aliyebobea, ni mwalimu wangu, amesema sababu, kija ukasoma hii ni ya Lipumba, anasema hoja ya Mwalimu ya kugharamia serikali tatu iliyobebwa na serikali ya Tanzania bado ina uzito. Kwa anasema tume ya Jaji Warioba haikufanya uchambuzi wa kina wa mantiki ya kuingiza sehemu kubwa ya vyanzo vya mapato ya serikali ya Tanganyika kuwa jambo la muungano. Yaani hii ni ya Lipumba. Anasema tume ya Warioba haikufanya uchambuzi wa kina. Kwa hiyo ilivyowekwa hivi inaelea tu, haina chanzo cha aina yoyote, itavunjika tu baada ya miezi 6. Yaani ni kama mtu anatutegeshea tu, baada ya hapo ivunjike. Kwa hiyo sio njia nzuri ya kuendeleza muungano. Njia nzuri ya kuendeleza muungano kwanza ni uwezekano wenyewe wa kuhendo ule muungano, wa kubeba ule muungano. Mtu ambaye anataka muungano huu uendelee na akaleta mapendekezo ya namna ya kuendeleza, atuambie tutauendeshaje. Kwa hiyo hilo linakuepo. Lakini la pili ambalo litawezesha kuendesha huu muungano, tuweke kila kitu wazi kwenye hii fursa tuliyoipata. Kwa mfano, mtu anayelalamika kuhusu kukopa, mtu anayelalamika kuhusu misaada, nasema Zanzibar inabanwa kwenye hili, inabanwa kwenye hili. Kiuchumi, ukitaka kukopa, kuna viashiria ambavyo unatakiwa upigiwe. Vingine ni vya pato lako la taifa, vingine ni vya makusanyo yako. Madam makusanyo ya Zanzibar yanajulikana na pato la Zanzibar linajulikana, na makusanyo na uwiano wa makusanyo na pato, na uwiano wa makusanyo na matumizi, viashiria vyote si vitajulikana vya Zanzibar. Watatumia viashiria vyao vile vile, watakopa na misaada hivyo hivyo. Lakini kwa utaratibu ulivyo sasa, wanalilia zaidi kukopa. Dunia aje aseme hivi, wakishakopa service ya deni lile wanafanya. Mheshimiwa, labda nirejee kwako, ni kwa kiasi gani makubaliano ya muungano yamekiukwa? Swala moja la msingi ambalo limesababisha yote mengine ni kuifanya serikali ya Tanganyika kuwa ni serikali ya muungano. Hilo ndo la msingi. Hakuna katika makubaliano ya muungano paliposema kwamba serikali ya Tanganyika inakufa. Nasikitika kijana mwenzangu ni mdogo kuliko mimi, hakuna, na mzee huyu hapa anajua makala ya muungano. Kwa makala ya muungano inasema kabisa wakati wa muungano huu sheria za Tanganyika zitaendelea kutumika muda wote. Sheria za Zanzibar zitaendelea kutumika muda wote. Na makala ya muungano hayajasema kabisa kwamba tunafuta serikali ya Tanganyika. Serikali ya Tanganyika imefutwa na sharia iliyokwenda na mzee huyu alikuwa ni clerk kwenye bunge, imefutwa na sheria aliyoipeleka rais wa Tanganyika katika bunge la Tanganyika tarehe 25 mwezi wa 4 1964. Ikifungu cha 7 kikasema kuanzia kesho kutakuwa hakuna serikali ya Tanganyika. Hilo si tatizo la Wazanzibari, hilo ni tatizo la Tanganyika wenyewe. Na kwa hivyo miaka yote 50 hii ingetegemewa shughuli na sheria za Tanganyika zinaendelea kutumika kama ilivyo kwenye makala muungano. Kwa hivyo swala la msingi, swala kubwa la msingi lililosababisha yote haya ni kwamba makubaliano ya muungano yameanzwa kukiukwa tangu 1964. Na kwa hivyo baada ya hapo ikawa sasa kila moja linazaa jingine, kila moja linazaa jingine. Nirudi kwenye swala la kijana wangu kuhusu haya mambo ya kukopa na uchumi wa Zanzibar. Sisi tulipokuwa hatujaungana tukikopa
tukipata misaada tulikuwa yani tafadhalini tukijitegemea. Mheshimiwa, hili unalizungumziaje? Sasa unapoanza kutupima uwezo wako ukoje na nini na uzito wa nini, hiyo moja. Lakini pili, hebu twende kwenye hii budget. Sisi tuna ofisi 2 tu za uhamiaji Zanzibar, ofisi 2 tu. Tanganyika kuna ofisi ngapi za uhamiaji? Hazipunguki 20 mpaka 30. Sasa bajeti hii inatuhusu nini wa Zanzibar? Kikosi cha jeshi ambao si vizuri kuzungumza, nadhani kuna brigedia 1 au 2. Kuna brigedia ngapi Tanzania bara? Sasa katika hali hiyo, mnapotutizama kwa udogo wetu, na nyie jitizameni kwa ukubwa wenu. Kwa hivyo msitutizame kwamba udogo wetu ni udhaifu. Ninachorudia kusema ni kwamba mkataba wa muungano umefufundishwa, umefanyiwa machakatuo. Kwa hivyo matokeo yote hayo yametokea kwa sababu hii. Anachosema Warioba, hii ni fursa pekee matatizo haya kusahihishwa. Mheshimiwa, asante sana. Kabla tujaelekea huko Mwanza, labda nikupe nafasi Mheshimiwa Msekwa. Nani sasa alaumiwe kwa haya yote ambayo yanatokea? Ni viongozi, ni wananchi, ni nani ambao wametufikisha hivi sasa? Na Mwalimu Nyerere, Amani Abedi Karume wangekuwepo hivi sasa, hali inayoendelea wangeitafsiri vipi labda? Asante sana. Mimi ningependa kusema hivi kwamba kama nilivyosema mwanzoni, maslahi ya taifa letu kwa hili ni kuendelea kuwepo kwa muungano. Hayo ndio maslahi yetu sote sisi. Muungano usivunjike, uendelee kuwepo, ndio maslahi yetu. Sasa kitakachowezesha muungano kuendelea kuwepo katika hali nzuri na misingi mizuri bila kutetereka ni nini? Mimi nasema sio idadi ya serikali. Sio idadi ya serikali. Idadi ya serikali haina uhusiano wa moja kwa moja na uimara wa muungano. Mimi ninajua muundo wa serikali moja ya Egypt na Syria ambao uliundwa 1958 ukavunjika 1961. Ulikuwa na serikali moja tu. Kwa serikali moja sio guarantee ya muungano kutovunjika. Hatuna mfano duniani wa serikali 2, lakini iko mifano ya serikali nyingine za 3 na federation zipo ambazo zimevunjika. Sasa nasema hivi, kitakachozuia muungano usivunjike ni utashi wa kisiasa, political will kwa Kiingereza, utashi wa kisiasa. Huo peke yake ndio umezuia muungano wetu usivunjike mpaka sasa, na ndio utaendelea kutusaidia usivunjike. Serikali 2 ikitokea utashi ukatoweka kwa upande wowote ule, ama wa bara au wa Zanzibar, utashi ukitoweka muungano utavunjika pamoja na serikali 2. Asante sana Mwigulu, kwa sekunde 30 tu kabla tujaelekea Mwanza. Mimi naamini kwanza ndugu yangu angefuatilia maoni hata ya mwenyekiti wake, angeweza kujua background ya muungano huu. Kilichosababisha serikali ya Tanganyika isijioneshe ni kwa sababu 3/4 ya mapato yake yameshakwenda tayari kwenye muungano. Kwa hiyo ukisema 3/4 iende kwenye muungano alafu na serikali yake iwepo, maana yake watu hawa hawatatekeleza mambo ya elimu. Na hivi sasa tulivyo hivi tunavyoongea, hii serikali ya 3 inayopendekezwa inachukua karibu trilioni 3 na zaidi. Mapato ya kwetu ya sasa ni trilioni karibu 7. Kwa unachoongelea, sisi tutakuwa tunahudumia mambo ya kiutawala tu. Na moja ya sasa jambo baya la sisi kama vijana, mimi ninavyoliona, ni pale tunapokuwa na fedha nyingi sana zinakwenda kwenye mambo ya kiutawala badala ya miradi ya maendeleo. Kwa hiyo tunavyotegemea tunapoendelea kule ni kupunguza fedha zisiende sana kwenye mambo ya utawala, ziende kwenye maendeleo. Hapo ndipo vijana watapata ajira, wakulima watapata pembejeo, wafugaji mifugo yao itapata huduma, tutaboresha huduma za afya na kwenye upande wa elimu. Kwa hiyo tunavyoongelea hivi sasa tunatakiwa tulenge kwenye vitu vinavyolenga maslahi ya wananchi, sio maslahi ya kisiasa ambayo mengi ndio haya. Nikushukuru sana, nitakupa nafasi baadaye. Na mtazamaji, moja kwa moja sasa nikupeleke tena huko jijini Mwanza kwako Ivona. Asante sana waheshimiwa sana hapo Dodoma. Mtazamaji, kama ndio kwanza unafungulia runinga yako, kipindi ni Tuongea Asubuhi. Leo Ijumaa tunaangalia siasa na uchumi, na tumejikita sana kwa siku ya leo kwenye siasa, na tunaangalia ujio wa Tanganyika kama utaweza kuathiri muungano ama la. Nilikuahidi kwamba nitakuchezea kile alichokisema Maalim Seif
Hamad, makamu wa kwanza wa serikali ya mapinduzi Zanzibar. Sasa tunakwenda kuiangalia hiyo clip, lakini wakati huo Dar es Salaam na wenyewe wanajiandaa. Mzee Mkinga bila shaka na mengi ya kuzungumza, kwa hiyo tutampatia nafasi muda si mrefu kutokea hapa Dodoma. Tutakuja kufunga hapo baadaye. Makamu wa kwanza wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, Maalim Seif Sharif Hamad, aliyazungumza haya maneno akiwa anaonyesha kwamba yeye haoni faida ya muungano. Kwa hivyo pia baadaye hata tukienda kwa Mkinga atatuainishia yeye binafsi kama mwanaharakati, mtetezi wa harakati, anaziona hizo faida za muungano, anaweza kuzibainisha. Twende basi tukaangalie hili la kwanza. Alikuwa akiongelea juu ya faida. Tutaenda kwanza ile ya faida, alafu baadaye nitakwambia kwa nini amesema hayo ya faida na msimamo wake hasa unasimamia wapi. Karibu. Mimi binafsi ni muumini wa muungano wa mkataba. Kama kuna mtu alikuwa na wasiwasi Maalim sijui kapewa king'ora sananganga nyanya, mimi king'ora nishakipanda tangu 1684. Mimi na king'ora si mara mwanzo hii. Kama nyinyi hamjui, nyinyi vijana utwara ni hamjui. Sio mara mwanzo kupanda king'ora mimi kabisa. Nalima sakaeze halaya. Nasema hadharani na sisemi leo tu. Msimamo wangu unajulikana. Mimi ni muumini wa muungano wa mkataba, na inshallah Mwenyezi Mungu atauleta huo. Muumini wa serikali ya muungano wa mkataba. Kwa nini aseme hivyo? Tuangalie tena. Kwa nini amesukuma kusema hivi? Haturidhiki kiuchumi, haturidhiki kijamii. Sisi tunajua Watanganyika ndugu zetu, ndio maana tunasema tuwe na muungano wa mkataba. Sawa sawa. Kila nchi iendeshe mambo yake, iwe na mamlaka kamili. Sawa sawa. Halafu tuseme mambo gani tuungane tuyaendeshe pamoja. Sawa sawa. Lakini sisi iwe ni nchi tunaendesha mambo ya nje yetu wenyewe. Tuna kiti Umoja wa Mataifa, sawa sawa. Tuna kiti Commonwealth, sawa sawa. Tuna kiti AU, sawa sawa, na jumuiya nyingine zote za kimataifa. To control our own financial policies, fedha, sera zote za kiuchumi tuzicontrol sisi wenyewe, sawa sawa. Tusiingiliwe na mtu, sawa sawa. Hayo ni ya Maalim Seif. Sasa madarakati Mkinga una yapi? Tumekupata Ivona kutoka kule Mwanza. Tunashukuru kwa kutupa muda huu wa Dodoma. Lakini utaona kwamba katika kuzungumza haya ndiyo yanayoleta katika mada yetu ya Tanganyika. Je, endapo masuala haya anayazungumza Seif Sharif Hamad ndiyo yanayofanya
hata watu waone kuna haja ya kurudi kwa Tanganyika, na kama isiporudi Tanganyika, huo mkataba wa muungano wa mkataba utaweza kuendelea, utaweza kuwepo, hautaathiri mambo haya? Asante sana ndugu mtangazaji. Awali ya yote, kabla sijaanza kuchangia mada hii, naomba tu nitoe angalizo. Mimi ni mwanaharakati na ni mshauri wa Jukwaa la Katiba, lakini mimi sio memba, sio mjumbe wa Jukwaa la Katiba. Kwa hiyo nikizungumza hapo, msiwapigie simu kwamba unajua Jukwaa la Katiba, mnajua kuna mtu wenu anapinga serikali tatu. Hapana. Jukwaa la Katiba halina adui, halina rafiki. Msimamo wa Jukwaa la Katiba kuhusu muundo wa serikali ni wananchi waamue wenyewe kama wanataka serikali moja, serikali mbili au serikali tatu. Msimamo wa Jukwaa la Katiba juu ya kura ndani ya bunge, iwe wazi au siri, ni juu ya wabunge wenyewe kuamua kama iwe ya wazi au iwe ya siri. Kwa hiyo msilichukulie Jukwaa la Katiba kama ni marafiki wa upinzani au marafiki wa CCM au wagomvi wa serikali. Sio hivyo. Mimi nakuja hapa kama mshauri wao, na ushauri wangu sio lazima tuelewane katika mambo yote. Yako mambo tunakubaliana, yako mambo hatukubaliani. Sasa nije kwenye hoja ya leo. Kwanza kabisa nimshukuru mzee Pius Msekwa. Umetoa elimu toka juzi ile tulipokuwa mpaka leo, elimu nzuri sana. Hao vijana wa siku hizi hawajui kilichotokea katika nchi. Na bahati mbaya nafikiri hata ufundishwaji shuleni sijui uko wa namna gani. Kwa sababu mimi mwenyewe niliwahi kuwa mwalimu huko nyuma. Haya mambo ya muungano watu wanafundisha vizuri sana, faida zake na uzuri wake. Lakini siku hizi vijana hawa nasikia wanatoka shule ya msingi mpaka wanafika vyuo vikuu, hata historia ya nchi ya Tanganyika yenyewe, ya nchi ya Zanzibar, ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hawaijui. Na nasikia mzee Pius Msekwa umeandika vitabu. Mimi naomba nivipate vitabu hivyo, hasa vinavyozungumzia historia ya muungano, nizidi kujiendeleza na kusoma zaidi. Hii ya kwanza. Ya pili, ndugu yangu Duni anasema kwamba Zanzibar walikuwa nakopa, walikuwa nafanya nini? Jamani, Zanzibar ilidumu miezi 2.5 tu. Mlipindua tarehe 14 Januari, tarehe 26 mwezi wa 4, tarehe 12 Januari, tarehe 26 mwezi wa 4 tukaungana, miezi 2.5 tu. Tanganyika ilidumu miaka 2.5 tu. Yaani tulipata uhuru mwaka 61, uhuru kamili 62, jamhuri 63, 64 mwezi wa 4 tukaungana. Ni miaka 2.5. Haya mapenzi makubwa ya Tanganyika iliyodumu miaka 2.5 na Zanzibar iliyodumu miezi 2 na nusu au na siku 15 yanatoka wapi? Mlikopa wapi katika miezi hii 2.5? Jamani, hebu semeni ukweli jamani. Nirudi kwa Seif Sharif Hamad. Huyu ni dhahiri hataki muungano, wala hataki muungano, kwa sababu unapozungumza serikali ya mkataba, hata kama ingeundwa hiyo Tanganyika, muungano utakufa tu. Hata kama hiyo Tanganyika ingeundwa, muungano utakufa tu. Maana kutakuwa na muungano wa Tanganyika, utakuwa na Tanganyika, utakuwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, utakuwa na Zanzibar inayetaka mkataba. Na mara nyingi wanasema tunataka serikali ya mkataba, tunataka muungano wa mkataba kama ilivyokuwa Europe, ilivyokuwa Ulaya. Jamani, Ulaya sio nchi moja. Hakuna kitu kinachoitwa the United States of Europe. Kuna umoja wa nchi za Ulaya. Kwa hiyo kila mtu ana sovereignty yake. Na ndio kwa maana mzee Pius Msekwa ametoa mfano kidogo pale kwamba mwaka 58 Syria pamoja na Misri waliungana, ikawa serikali nchi moja. Sidhani kama ni nchi moja, lakini nafikiri mtu alibaki na dola huru, ikafa. Na sio hao tu, Guinea pamoja na Ghana dola 2 huru zikafa. Ukaja Senegambia ukafa, ikaja Maghreb, Tunisia, Algeria ukafa. Sasa unapopata viongozi aina kama ya kina Seif Sharif Hamad, aina kama ya kina Karume, ambao walikaa chini kuandika kuboresha katiba ya kuvunja muungano kwa visingizio kwamba hawawezi kukopa, sijui hawafanyi nini. Haya ni mambo ya ubabaishaji tu. Ni dhahiri shahiri kwamba Seif Sharif Hamad anachozungumza ni kwamba muungano yeye hautaki, mkataba ni kodi tu analificha. Lakini wanasahau, na mimi namshangaa hata Warioba angeleta mapendekezo yote 4 ndani ya bunge. Sababu Pemba walitaka serikali 4, ya Pemba, ya Unguja, ya Tanganyika na ya Jamhuri. Unguja walitaka serikali 5, iwe ya Unguja, iwe ya mkataba, iwe ya Pemba. Sababu hata Unguja wa Pemba wanataka kuondoka, wakaunda serikali yao.
Sasa na wengine wanasema serikali tatu. Kwa nini Warioba ameleta kwenye bunge serikali tatu? Angeleta zote 4 tu, ya mkataba, ya Pemba, serikali 4, serikali 5. Na mimi nakubali na wenzangu kwamba uwingi wa serikali au udogo wa serikali sio ndicho kitakachodumisha muungano. Muungano utadumishwa kwa utashi wa viongozi wa kisiasa. Upande mmoja wa Zanzibar wanachochea kwa kuvunja katiba, kwa kufanya mambo kinyume, halafu kuwachokoza upande wa Tanganyika kusema unaona bana, sisi tafadhali tuunde na serikali yetu. Hawezi mtu kuvunja katiba tukahalalisha, na wala wabunge wala viongozi wa bara msiridhike upande moja, na sio wananchi wa Zanzibar, ni viongozi wanaovunja muungano. Mkafikiri ndio wananchi wa Zanzibar wanavunja muungano? Hapana. Labda Bwana Mkinga ni kule tumekusikia na hoja zako mbalimbali ulizozitoa. Hoja ya msingi bado iko pale kwamba kurudi kwa Tanganyika hakutafanya kwamba kusivunjike kwa muungano, na ikirudi muungano unaweza ukavunjika, na isiporudi muungano unaweza usivunjike. Lakini hoja zinazotolewa hapa ndio hizo tunazojadili, ili tupate ufafanuzi, wananchi waelewe kweli kwamba Watanganyika wenyewe nao wanakubali kwamba Tanganyika yao irudi, kwa sababu kuna hoja ya kimsingi ambayo tena imetokea leo. Ametoa Sharif Hamad pale ya utashi wa kisiasa, na huu kwa kweli ndio ambao umeleta hii vurugu zote tunazozungumzia mpaka sasa hivi hizi nini. Utashi huu wa kisiasa huu una utazamaji wewe katika utashi wa kisiasa, kwa sababu huu hata Sheikh anasema kwamba ndio unaofanya huu muungano uwepo. Je, kama hakuna utashi wa kisiasa muungano utakuwa haupo? Hilo swala la kuwepo kwa muungano kutokana na utashi wa kisiasa aliyesema Saif Sharif, aliyesema hili ni Pius Msekwa, kwamba iwe serikali 2, iwe serikali 3, iwe serikali 4, kama hakuna utashi wa kisiasa muungano hautakuwepo. Na mimi nirudi sasa, Zanzibar kuna watu 1,300,000 Zanzibar. Wazanzibari ambao saizi wanawahimiza warudi wako 350,000 wako bara. Na mimi nazungumza kwa mamlaka kama mstaafu wa idara ya uhamiaji. Tuna Wazanzibari wako 350,000, wako Mwanza, wako Tanga, wako Dodoma, wako Dar es Salaam, wako Pugu Kinyamwezi, naishi nao mimi kule, wako 350,000. Halafu wanasahau wakati mwaka 1964 wakati Karume akiwahutubia Wazanzibari aliwaambia tuungane na wenzetu wa Tanganyika. Kwa sababu gani? Kwanza mtapata fursa ya makazi, ya pili mtapata fursa za kiuchumi, ya tatu hata ulinzi wetu, usalama wetu utakuwa hauko mashakani. Asante sana, nimekuelewa. Labda pengine swali langu la mwisho kabla sijarudi Dodoma na Mwanza, katika swala hilo la utashi wa kisiasa ambao unakiri kwamba unaweza ukaleta huo uelewano na unaweza kuleta uselewano kama ambavyo umezungumzwa na viongozi wetu wawili, Pius Msekwa na Saif Sharif Hamad. Lakini je, huoni kwamba huu utashi wa kisiasa ndio unaleta ghasia kidogo katika bunge? Kwa sababu kule ndani kuna Ukawa, kuna Tanganyika Kwanza, na kuna kundi ambalo wala hawana viti katika bunge. Huone hii kama ni utashi wa kisiasa umeingia pale, unafanya mpaka haya mambo yanachelewa kwenda? Unajua utashi wa kisiasa kwa kizungu, mzee Pius Msekwa amelizungumza political will. Sawa. Political will. Sawa. Kinachofanyika na hao wabunge leo wanaingia siku ya 40 leo. Katika siku 70 wamebakiza siku 30. Wakiongeza zile mbili zitakuwa siku 60, miezi miwili. Wanaingia siku ya 40. Bado wanabishana mambo ya kipuzi tu. Tupige kura ya wazi au tupige kura ya siri, kana kwamba ngoja nimalize kwamba mambo kama ya Ukawa, mambo kama siyo Tanzania Kwanza, mambo kama siyo sisi hatufungamane na upande wote kundi la kina Mzirai, hatukuwatuma Dodoma kwenda kuunda Ukawa. Kwa mfano Ukawa unasema umoja wa katiba ya wananchi. Wananchi wa kutoka upande gani waliwatumwa wao kufanya vitu kama hivi? Haya, nije ubishi wa kijinga wanaoendeleza kuhusu kura ya siri au ya wazi. Mimi sio nasema hayo sio matamshi ya jukwaa la katiba. Mimi Renatus Gervas Mkinga, mwanaharakati, anasema hivi: bungeni mule hawapigi mtu, wanapigia vifungu. Vifungu kwa mfano vya haki za binadamu viko 28. Hiyo kura ya siri utapiga A naipenda ndio, B hapana, C ni vipi. Vifungu viko 271. Vinaweza vikapungua, vinaweza vikaongezeka. Sasa na sisi tumewatuma, tunataka wananchi tuliowatuma tuone hawa wanapigia kitu gani. Leo jana wameamua, okay,
anayetaka kura ya wazi apige, anayetaka kura ya siri apige. Sasa kuna ugomvi gani wanazidi kuendeleza maneno pale? Leo siku 40 zinakwenda, hamna la maana linafanyika bungeni Dodoma. Nashukuru umejenga hoja ya mwisho ndugu Mkinga, ya kwa swala la utashi. Bado niko pale swala la utashi. Endapo mambo yote haya yanafanyika sasa hivi pamoja na maelezo yote wamesikia kutoka pale Dodoma, je, unaona kwamba ikishindikana, maana swala la utashi hapa ndio la kisiasa linaloshika hatamu. Je, tukishindikana kutakuwa na tatizo tukirudi katika katiba ya zamani? Tatizo aliko kwamba nchi ina katiba. Halafu ya pili ni kwamba hata hili swala la katiba lenyewe, kifungu cha 268 cha rasimu ya katiba kinatoa fursa ya miaka 4 kipindi cha mpito. Hichi kinasema muda wa mpito utakuwa muda wote kuanzia tarehe ya kwanza kutumika Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 2014 hadi tarehe 31 Disemba 2018. Kwa hiyo hakuna sababu ya haraka. Na ya pili nasema hivi, kwa kuwa kipindi cha mpito ni miaka 4, hatuna sababu ya Watanzania kuto kuendelea na mambo yetu ya kawaida. Uchaguzi wa mwakani yako mambo tunaweza kusahisha saa hizi. Mambo ya tume huru ya uchaguzi tunaweza tukasahisha. Mambo ya mgombea huru tunaweza tukasahisha. Kwa hiyo kusiwe na kisingizio. Mambo ya mbunge kutokuwa waziri tunaweza tukasahisha. Mambo ya wakuu wa wilaya kutokuwa wabunge tunaweza tukasahisha, na tukafanya uchaguzi kwa kutumia katiba ya mwaka 1977 wakati tukiendelea na mchakato wa katiba nyingine. Lakini haya manunguniko ya Zanzibar ya kusema, kwanza niseme kitu kimoja. Serikali ya Tanganyika haiwezi kuundwa kwa kuambiwa na Warioba tuunde serikali ya Tanganyika. Waulizwe wa Tanganyika wenyewe, je, wanataka kuunda serikali ya Tanganyika? Wenzetu Zanzibar walipata fursa, walitoa maoni kuhusu katiba yao, wakazungumza bungeni, wakaipigia kura, wakaweka na uwigo. Haiwezi kubadilishwa mpaka iwe na theluthi 2. Watanganyika wapewe fursa ya kuulizwa wanataka Tanganyika namna gani. Wanataka wawe na rais, wawe na majimbo au wawe na gavana. Nakushukuru sana Bwana Mkinga kwamba umejenga hoja nzuri. Ivona kule amekusikia vizuri sana kwa maelezo yako. Sasa hayo yote uliyatoa katika swala hilo kwamba ima Tanganyika inakuwepo ama haitakuwepo, haiwezi kufanya kwamba muungano usiwepo. La msingi ni kuona kwamba je, muungano huu tunaopeleka vipi na vitatizo tunaweza tukaviondoa kwa namna gani. Kwa ibara hii uliotusomea mwisho inatoa nafasi ya watu kuweza kurekebisha matatizo yale mbalimbali. Ivona, na kurudisha kwako, kama utatuhitaji basi tutakuwa tayari sisi kuja tena kwako. Asante sana Mzee Mkinga. Nakushukuru pia Mzee Angalieni. Naamini Dodoma watamalizia. Kwa hivyo tushiriki nao, tuko kuwasikiliza. Lakini wakati wanajiandaa, nipunguze ujumbe wako mtazamaji ambao umeshiriki pamoja nasi kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Maurice Chonanga Kamanda anasema itakuwa vizuri, ila tunajua kuwa kama Zanzibar ni nchi iliungana na nani kuwa Tanzania, na je Tanganyika yetu iko wapi? Mbona wao wana Zanzibar yao? Anahoji. Dennis Shebe, kama Zanzibar haijaathiri, kwa nini Tanganyika iathiri? Labda kwa wale wanaopenda madaraka itakuwa na athari kubwa sana kwao, kwani anaamini serikali ya Jamhuri haitakuwa na nguvu kama ile ya Tanganyika. We need a Tanganyika back or else tuwe na serikali moja. Deogratis Hillary anasema, je, kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar hakujaathiri muungano? Anahoji. Marwa Mbolea wa Dar es Salaam, hakuwezi kuathiri muungano wetu hata kidogo, na huo ndio utakuwa muungano bora kuliko muungano wa sasa wa kusadikika ambao anaonekana mshirika mmoja tu wa muungano ambaye ni kama yatima aliyetelekezwa na jamii inayomzunguka. Ndugu yangu Richard Mura anasema yeye swali lake tu ni dogo. Anasema, mbona Zanzibar wana jeshi lao, pia wana bendera yao? Cha kushangaza zaidi ina katiba. Kwa nini sisi Tanganyika tusiwe na hivyo vyote? Kwa mtazamo wake wa Zanzibari, kwa mtazamo wake Zanzibar ni nchi na haoni haja ya kurudi Utanganyika.
wao. Haya mtazamaji, na ujumbe wa mwisho kwa wakati huu Dodoma wakiwa tayari, naomba nijulishwe ni wa Geoffrey Sagaya. Anasema kwa mtazamo wake anaona ni waoga tu, wala haiwezi kuathiri chochote, zaidi tu italeta faida kwa Tanganyika, na anangoja kwa hamu Tanganyika yake ilete nchi yake, aifurahie na kuishangilia. Wakati tunasubiri wenzetu wa kule Dodoma wawe sawia, nina swali nitataka kulitupia kule. Swali langu ni kwamba sasa Mzee Mseko kwenye maelezo yake alituambia wazi sasa kwenye makubaliano yale ya hayati Mwalimu Nyerere na Mzee Karume walivyokubaliana pale. Kwa hiyo kwenye kila palipo na neno Tanganyika paliwekwa Tanzania. Sasa swali langu, labda pengine mngetusaidia tu kutuwekea ufafanuzi kwenye haya kwa busara zenu na uelewa wenu, kwamba hii Tanganyika ambayo inatajwa iko wapi, na kama imevikwa, kwa sababu pia Mheshimiwa Mwigulu anasema zipo fedha za jamhuri, zipo fedha za Jamhuri ya Muungano. Kwa hivyo kwenye fedha za Jamhuri ya Muungano zipo za Tanganyika, lakini Tanganyika iwapi? Kwenu Dodoma. Mimi naitwa Ivona Kamuntu. Kutakia asubuhi njema. Margaret Ngula atafunga mjadala huu. Asante sana Ivona. Labda Mzee Mseko moja kwa moja tungependa kufahamu. Asante sana Ivona. Tungependa kufahamu, ungetoa ufafanuzi kuhusiana na maswali ambayo ameuliza Ivona. Mbona hajaunga? Tuko tayari, unaweza kuendelea. Nashukuru sana. Mimi ninachoweza kusaidia ni watu waelewe ni kwamba serikali ya Tanganyika haikufutwa na mkataba wa muungano. Nilieleza kipindi kilichopita, nafikiri nilikuwa nazungumza haraka sikueleweka vizuri. Narudia sasa kusema kwamba sheria ya kuridhia makubaliano ya muungano, sheria iliyoridhia makubaliano ya muungano iliyopitishwa tarehe 25 Aprili 1964, sheria ya kuridhia ilimpa madaraka rais wa muungano kutunga sheria nyingine, kwa Kiingereza inaitwa decree, yani ni amri ya rais au kanuni iliyowekwa na rais. Ikishatoka kwenye gazeti la serikali, official gazeti, inakuwa ni sheria, haiendi bungeni. Ni kama kanuni zinazotungwa na waziri, haziendi bungeni, lakini zinakuwa ni sheria kamili. Sasa kwa mamlaka hayo aliyopewa na sheria ya kuridhia muungano, alitengeneza sheria mwezi Mei mwaka 64. Sheria hizo mtu akitaka kuthibitisha aende kwenye official gazeti la mwezi Mei, zimetangazwa humo. Ndio moja ilifuta neno Tanganyika katika sheria za nchi, badala yake iwe ni neno Jamhuri ya Muungano. Sheria hizo ndio zilifuta serikali ya Tanganyika kila mahali inapoonekana katika sheria za nchi, badala yake iwe ni serikali ya Jamhuri ya Muungano. Asante sana mheshimiwa. Naona sijamaliza sasa. Muda unatutupa mkono, tutakuita siku nyingine labda. Sasa unawaacha watu bila kuelewa, sasa haina faida. Tutakuita siku nyingine, bado tuna maswali mengi. Labda wewe ulifanya kazi karibu sana. Hiyo sio muhimu. Mimi ngoja hili lieleweke. Nilifanya kazi mimi kwa karibu sana, ina faida gani? Ina faida gani? Mwalimu, mimi kufanya kazi na Mwalimu Nyerere haina faida. Faida ni watu waelewe tulitoka wapi. Unaona? Kwa hiyo serikali ya Tanganyika na Tanganyika zilifutwa kwa mujibu wa sheria, sio kwamba zimezificha mahali. Hazikujificha, zilifutwa kabisa. Badala yake ikawa ni Tanganyika ikatawaliwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano. Hilo ndio la muhimu
kulielewa. Ndio msingi wa serikali mbili. Na ndio malalamiko mengi ya Zanzibar kwamba Tanganyika ilivaa koti la muungano. Tuelewe hivyo, kiini cha matatizo. Kwa mimi niliyekuwepo. Sasa endelea na maswali. Kwa hiyo mpaka sasa watakuwa wameshakuelewa, au tutafute muda mwingine tena uweze tafuta muda mwingine? Kama Dar es Salaam yuko mmoja tu. Sasa wewe unatukusanya wanne, muda hautoshi. Haya, asante sana. Labda pengine ni nini maoni yako iwapo Mwalimu Nyerere angekuwepo hivi sasa kwa haya yanayoendelea hivi sasa? Hiyo ni kupiga ramli, tutajua. Mimi sitaki kupiga ramli. Labda Mheshimiwa Mwigulu, tuelezee labda ni nini labda Mwalimu Nyerere ambacho pengine angeweza kukieleza kwa haya yanayotokea hivi sasa. Labda ninachoweza kusema ni kile Mwalimu Nyerere alipoondoka aliondoka akiwa anakiamini. Kisoma kwenye kitabu chake cha Mwalimu Nyerere uongozi wa watu na hatima ya Tanzania, ukurasa wa 41. Anasema kitu kimoja ambacho hatuwezi kutazamia ni kwamba siku moja nchi moja hii itakuwa nchi mbili kwa uongozi wa CCM. Anasema lakini hiyo ndio shabaha ya kuwa na serikali ya Tanganyika, na hata kama wajinga na wapumbavu hawatakubali hayo, bado hayo ndiyo yatakayokuwa matokeo ya ujinga wao. Ukifufua Tanganyika utaua Tanzania. Na anasema Chama cha Mapinduzi hakitabadili sera yake ya muungano wa serikali mbili na sera yake mpya. Anasema kama Chama cha Mapinduzi kitabadili sera yake ya muungano wa serikali mbili, sera yake mpya itakuwa sera ya muungano wa serikali moja. Manake Zanzibar haipo. Kwa hiyo haya aliondoka akiwa anaamini kwamba siku ukifufua Tanganyika ndo siku hiyo hiyo utakuwa umeua Tanzania. Na nimetoa takwimu hapa nikasemaje, sasa hivi tunakusanya trilioni 7 wa Tanzania bara, tunakusanya trilioni 7, tunalipa mishahara karibu trilioni 4. Ukituletea serikali nyingine juu hapo inayochukua trilioni 4, maana yake hatutaangalia elimu kabisa, hatutaangalia maji, hatutaangalia barabara, hatutaangalia pembejeo, wala hatutaangalia afya, wala hatutaangalia mambo ya viwanda. Sasa na vitu vinavyowahusu wa Tanzania bara sasa hivi ni hivi nilivyovitaja. Ukileta gharama ya trilioni 4 ambayo haihusiani na hivi vitu, moja kwa moja utakuwa huna huruma tu na hawa watu na kwa kweli huwatakii mema. Lakini kama unawatakia mema, tunatakiwa tuongelee kuboresha mambo haya ambayo yanahusu maisha yao. Hapo ndo wataona kwamba kuna faida kwenye jambo hilo unalolifanya. Na sisi ndo hoja tunazotumia. Tunasema tunapokuwa na muundo huu, na mimi mtazamo wangu unavyosema, na nitaitisha vijana tukubaliane kwenye hili, tunakoenda kwenye katiba mpya, sisi kama vijana tulenge kupunguza gharama za matumizi kwenye mambo ya utawala ili tupeleke kwenye mambo ya maendeleo. Kiu ya Watanzania walio wengi, vijana ambao wamekaa tangu mwaka 2009 hawana ajira, kiu yao ni ajira, sio idadi ya serikali. Walimu ambao wamekuwa wakilalamikia maslahi duni, wangefurahi zaidi matumizi ya kiutawala yapunguzwe ili wao waweze kuangaliwa kwenye maslahi. Hivyo hivyo kwenye elimu, hivyo hivyo vijana ambao wanafaulu vizuri kabisa wanakosa mikopo. Kiu yao ni kuona fedha inapatikana kwenda kwenye mikopo ili waweze kwenda shule, sio kuona idadi nyingine ya mambo ya kiutawala yanaongeza gharama. Kwa hiyo msingi wetu, na mimi nashangaa watu wengine wanaona aibu kusema eti kuna msingi ya kivyama. Kama kuna vyama ambao misingi yao haina maslahi ya taifa, ni vya ovyo vifutwe. Lakini sisi tunaongelea maslahi ya taifa, na mimi sioni hofu na sioni aibu kutetea msimamo ambao unalenga maslahi ya taifa. Asante sana Mheshimiwa Juma Duni Haji, labda tungependa kupata ufafanuzi. Mimi na mambo matatu. 64 Tanganyika ilikuwa na mikoa 17. Sasa ina 26. Hilo halituhusu katika utawala wa Tanganyika wa Zanzibar. Kama Watanganyika hawana ajira, anasahau kwamba na Wazanzibari hawana ajira. Na vijana wa Zanzibar walioko umri mdogo hivi sasa ambao wako miaka 18 na 25 hata hawana habari kwamba nyie vipi, na wao hawana ajira. Na moja katika kelele kubwa ya Zanzibar ni hiyo. Kwa hivyo anapotizama kwamba maslahi ya Tanganyika vijana wapate ajira, maslahi wa Zanzibar na hivyo wapate ajira na waendelee uchumi wao. Kwa hivyo sio hoja ya msingi. Lakini la tatu, 64 5 ilikuwepo, mzee huyu Afro Shirazi ilikuwepo. Hawakutia saini pale vyama.
Sasa leo unapochukua itikadi ya chama ukataka kufanya ndio uamuzi wa serikali ziwe ngapi au mbili, unakosea, kwa sababu hakuna duniani hapa katika demokrasi ambao chama kimetawala miaka yote. Kesho kutwa hapa hatujui, ingewa pengine rafiki yangu hatopenda, wanaweza kuingia Chadema hapa wakachukua madaraka, na wao wakija watasema na sisi tunasema hakuna muungano. Kwa hivyo utakuwa chama ndio kinachoamua policy ya muungano? No, si chama, ni makubaliano ya pande mbili, serikali ya Zanzibar na serikali ya Tanganyika ambayo ifufuke, warudi viongozi hao wakae pamoja. Tangu kuanza muungano huu, ndugu yangu, hawajawahi watu wawili hao kukaa pamoja. Wanakwenda kwenye chama tu, wanakwenda chama kilikuwepo 64. Kwa hivyo hatuwezi kutumia msingi wa Chama cha Mapinduzi ikawa ndo sera ya kuendesha pande mbili hizi za muungano. Lazima tukubaliane, hapa tuko Watanganyika na hapa tuko Wazanzibari, tujadiliane kuhusu katiba ya muungano, tusije na misimamo ya chama hapa. Na ndio maana hili bunge limeharibika bunge hili, kwa sababu wanakuja na itikadi ya chama. Tungekuja hapa kwamba tuko Wazanzibari na Watanganyika tunajadili katiba ya muungano wetu, mjadala ungebadilika. Hizi hoja ya siri dhahiri, yote hizi ni strategy kwamba chama kimoja chenye watu wengi pale kiweze kumonopolize. Na unaona, nimemwambia hiyo katika informal kwamba hata ule mjadala pale, yule mwenyekiti akitoa mchango pale, majority wanatolewa upande mmoja kusema. Kwa hivyo ninachosema, naona muda si suala la chama katika mjadala wa katiba ya muungano. Asante sana, naona muda sio rafiki, lakini naona Mheshimiwa Mwigulu sijui una kitu chochote. Mimi nilichotaka kusema, wanakosea sana pale wanapodhania tukiongelea chama wanataka wa CCM wasifuate mambo yao alafu wao wafuate yao ya vyama. Hilo ni kosa. Tukiongelea Tanzania na tukiacha vyama wote tuache, lakini nyinyi mnataka tu sisi tulio wengi tuache alafu tuwaunge nyewe. Haimo hivyo. Tuangalie uzito wa hoja yenyewe. Jibuni hoja kwenye haya mambo tunayosema sisi. Lakini hata sasa, tangu hata rais alivyoongelea, badala ya kuridhia kwamba mkuu wa nchi amewaangaliza Watanzania, mnaanza kuchukizwa na mkuu wa nchi kuangaliza Tanzania. Hivi mkuu wa nchi asipoangaliza Tanzania, nani ataangalia? Mpaka kufikia hapa hatuna budi kufikia tamati ya kipindi hiki siku ya leo katika studio zilizopo hapa mjini Dodoma. Wageni wangu walikuwa ni Mheshimiwa Duni Haji, lakini pia nilikuwa naye Mheshimiwa Msekwa pamoja na Mwigulu Nchemba. Mada yetu ilikuwa ikizungumzia kurejea kwa Tanganyika kutaboresha muungano. Naitwa Margaret Ngule, kwa heri. Tunashukuru.